Rafiki aliyekuwa mbaya, leo tunaangamia, ni kwa sababu ya marafiki waliokuwa wabaya, wasiokuwa na ikhlasi katika matendo. Wanatuongoza katika njia zilizokuwa za batil, njia za kumuudhi Allah, njia za kutufanya tuingie moto wa jahannam, iyadhan billah. Ndugu yangu katika imani, Mtume anasema almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Mtu yuko juu ya tabia na mwenendo wa rafiki yake, aangalie nani mmoja wenu amfanye kuwa ni rafiki. Rafiki, ukiwa na rafiki mbaya leo duniani, mtakwenda kukosoana na Allah, mtaenda kukosoana mbele ya Allah siku ya Kiyama. Al-akhillahu yawmaidhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Marafiki siku ya Kiyama watakuwa ni maadui wao kwa wao, kila mmoja anamsuta mwenzie. Wewe umenisababishia, umeniondoa kwenye taa, wewe umenisababishia nimwasi Mola wangu, wewe umenifanya jambo kadhaa, na wewe anambia sio mimi, ni wewe, ni wewe, mimi wewe, mpaka wanachukuliwa watupa motoni. Illa almuttaqin, marafiki wa kweli waliomcha Allah, walikutana kwa ajili ya Allah, wakafarikiana kwa ajili ya Allah. Mtafute rafiki ambaye ni mkweli wa kuongoza kukupeleka peponi. Huyu ndio rafiki aliyekuwa mwema. As-sadiq alwafi huwa alladhi yamshi bika ila aljanna. Rafiki wa kweli hakubali ufanye maasi, anakushika mkono kukuongoza kukupeleka katika pepo ya Allah. Huu ndio urafiki wa kweli, huu ndio urafiki uliokuwa mwema, anauridhia Allah, na watu hawa ndio watakuwa chini ya kivuli cha Allah siku ya Kiyama. Katika hadithi ya Abi Huraira, wa rajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Watu wawili wamekutana kwa ajili ya Allah na wakapendana kwa ajili ya Allah na wakafarikiana kwa ajili ya Allah. Hawa ndio wanapata ladha ya imani, ladha ya imani ya kweli. Sisi ndugu zangu katika imani, leo tunamuasi Allah, hatuswali kwa sababu tumekaa na marafiki waliokuwa wabaya. Leo ndugu zangu katika imani, tunafanya machafu ni kwa sababu marafiki zetu ndio wanaotuangamiza. Tafuta rafiki mwema, itakuwa sababu ya kuokoka na adhabu.